tunafika kila kona ya jamii kwa habari zenye ukweli na uwazi. Elimu, michezo na burudani kwa kila familia tunawaletea. Tunainua vipaji vya vijana, tunatangaza maendeleo ya wananchi, tunajenga umoja na matumaini kwa sauti moja ya Kazimia TV. Kila siku tunatembea na ukweli, kila wakati tupo karibu na jamii kwa upendo na uaminifu mkubwa. Hiyo ndio ahadi ya... Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, matumaini yangu kabisa umzima wa afya. Naam, siku ya leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 5 na ni tarehe 4 za mwezi Julai mwaka 2026. Tumeweza kutoka Kazimia mpaka katika mji wa Kavumbwe. Soko ambayo unaiona ni soko ya Kavumbwe ambayo tumeweza kufika siku ya leo na Lema kama kawaida yake, na tutakwenda kujua ni zipi changamoto ambazo wanapitia wafanyabiashara eneo hili na yapi ambayo huwa wanapendelea zaidi. Na wewe kama mtazamaji wetu, ni kipi ambacho unaweza kusaidia na kipi ambacho unaweza kutuambia kutokana na soko yetu hii ya Kavumbwe ambayo inalema kila siku ya Jumamosi kila wiki. Upo nami Miraji Nurdin, lakini kabla yote nakwambia tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Hivi punde tutakuwa tuko naye kiongozi wa soko, atakwenda kutupatia mambo mengi kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kiongozi wa soko atakwenda kujitambulisha, anaitwa nani na vipi soko inavyoendelea katika mji huu wa Kavumbwe. Mjambo kiongozi? Jambo. Nashukuru kwa kupata muda kama huu. Mimi kweli ndio kiongozi wa soko. Unaitwa nani kwa jina? Utasema. Mimi ndio naitwa Vita, jina la Kibembe Bita Juma. Mimi kama vile msimamizi wa soko ila hapa kwetu Kavumbwe. Na siku hii ya leo wapashaji wa habari TV kama Kazimia TV tumeweza kuzungukia katika soko hii. Unaweza kutuambia soko kwa jinsi inavyozidi kulema inaendelea namna gani tofauti na jinsi wiki zingine ambazo zimepita hapa? Ndiyo. Kwa kweli jinsi soko inavyoendelea kulema kwa muda huu wa siku ya leo ni tofauti na siku jinsi soko ilivyokuwa ikilema siku za nyuma hapo baadaye. Hivi kweli soko kwa maendeleo ya kuonesha kama soko kweli inaendelea mbele, hapana, kulingana na malalamiko ya watu wanavyodai. Sasa unaona tatizo inaweza kuwa ni nini mpaka hali iweze kuwa tofauti? Ndiyo. Hali kulingana na jinsi watu wanavyodai, wanadai ya kwamba sekteri inawanyanyasa kulingana na ile taksi inayowatoza. Kwa hiyo tutakuwa tunasusia kuja kulema kwenye soko yenu. Na wewe kama kiongozi wa soko unaweza kaambia nini sekteri kutokana na hilo? Mimi kama vile kiongozi wa soko, na ni kweli jambo hili na mimi nimeshalifanyia uchunguzi na nilikalipatia jibu, na ni kweli ningeomba kwenye sekteri warekebishe kulingana na hali ya tozo kulingana na hali ya tozo ya kiwango cha taksi wanavyoomba. Wako wanapenalize wale wafanyabiashara wanaotoka Karamba na wale wengine wafanyabiashara mbalimbali. Swala hilo linapelekea wafanyabiashara kutoka Kazimia Karamba kushindwa kuja. Hivyo jinsi walivyosema na walivyoripotia kwenye mji, ripoti yao walisema kwamba sisi tutasusia kuja kulema kwenye soko ya Kavumbwe kama jinsi tulivyokuwa tukilema hapo awali, yani hapo mbele. Na naona lakini biashara inafanyika kama kawaida, biashara inauzikana kama kawaida, au sio? Ndiyo, kwa upande wa biashara vinahusikana kama vile kawaida kabisa. Kwa upande wa usalama wetu, kwa kweli tunashukuru kamanda mpya au tuliompata, kwa kweli kwa jinsi anavyo stabilize hali ya usalama, tunamshukuru sana. Naam. Wito wako unaweza kuambia nini wafanyabiashara wote ambao huwa wanakuja kulema katika mji huu wa Kavumbwe kwenye soko hii yetu ya Kavumbwe? Unaweza kuambia nini wote kwa ujumla? Ndiyo, mimi kama vile mkaaji wa hapa Kavumbwe na mzalendo wa nchi yetu,
na wasi sana wasivunjike moyo. Ndiyo. Wasivunjike moyo. Mtu anapokuwa kila siku sio Jumapili kwake. Kuna muda kuna siku ya matatizo na siku isiyokuwa ya matatizo. Kumbe wasivunjike moyo, wajipe tu moyo. Kila tatizo tutazidi kulishughulikia tu kwa utaratibu. Na ni biashara gani ambayo huwa mtu akienda Kavumbwe ni lazima atapata kitu fulani? Inaweza kuwa maavoka au Kavumbwe kuna vitu fulani havikosaji, na ni vitu gani zaidi? Ndiyo, Kavumbwe biashara vyote vinapatikana. Unga uko mwingi, mafuta, maharagi, viazi, ndizi za visaila, miwa, maziwa, hizi parachichi, mboga za majani na kadhalika na nyama, miwa na Naam, tuko na mama mwingine atakwenda kujitambulisha anaitwa nani kwenye soko hii ya Kavumbwe na anashughulika zaidi sana na nini. Jambo mama. Jambo. Labda ungejitambulisha unaitwa nani? Kwa jina naitwa Lalia Kashindi. Naam, kwenye soko ya Kavumbwe wewe ni kama nani? Mimi ni mtozaji. Mtozaji wa sektere au wa mugini au wa kamati? Wa feke. Ndiyo. Na vipi kazi yako ya utozaji kwa upande wa feke? Unaona unaenda namna gani? Soko yetu inaenda afadhali, lakini kungambo ya wafulero saa vile kungambo ya maharagi, mahindi kulipa kwabo, yani kuko nakuwa mpaka mkokotane kwanza ndo banakulipa. Na kuko wengine bako nalipa tu ya kawaida. Hivyo ndo gisi soko yetu inaendelea tu hivyo. Yaani hao watu wa maharagi ndo wanaonyesha wanaweka usumbufu kidogo tofauti na wengine zaidi. Na maziwa kifupi, lakini kubunga vingine vyote hakuna tatizo. Au huenda tozo yenu ya feke ni kubwa inapelekea wengine kukosa kulipa ipasavyo? Hapana, saa vile kungambo ya maziwa tunatozaka 3 kwa kila mtu ni 3. Tukiona ni mingi tunabachangia watu wawili banalipa 5, wawili banalipa 5. Vile ndo gisi tunatembeaka. Kungambo ya mihindi, base ya mihindi tunalipishaka 5 francs. Ndo gisi tunatembeaka kadiri ya soko yetu hivi. Na maharagi? Maharagi tunatozaka ni kikombe cha plastiki. Anatoka kikombe cha plastiki ndo tozo yake imeenea. Na hapo namwachia tike yake, tozo yake inaenea hivi. Kwa wiki? Kwa wiki. Naam, kutokana na soko yetu hii ya Kavumbwe, biashara kwa jinsi wewe kama mtozaji wa feke, unaona biashara inatembea namna gani? Biashara vinatembea tu sawa tu kikawaida. Sababu soko zote hazikwaji sawa. Kuna kwa soko juma moja biashara vinatembea tu mzuri, na ingine juma biashara vinakuwa sawa vile vinacheza. Ile ndo hali ya soko yetu gisi hivi. Na kuna watu kutoka maeneo tofauti wanakuja hapa Kavumbwe. Unaweza kutuambia wanatokeaga maeneo gani zaidi kwa ajili ya kuja kulema hapa? Huko wenye wanatoka Kalilenge kuvilima, huko bafulero wanatoka Mwangwa, huko bakazimia, huko bakutoka Nguma, huko bote yenye napanda wimbi na lemeshaka umu baadaye ndo banapanda wimbi, huko bakutoka Makiringi banakiaka lemesha umu. Ndo gisi soko yetu inatembeaka na Karamba. Ndo maeneo yenye inaingiaka hemu watu yetu ya mwa hii soko yetu ya Kavumbwe. Naam, wito wako wewe kama mtozaji wa fake, unaweza kuambia nini wafanya biashara wote kutokana na utozaji wako na waweze kuwa nalipa kodi ipasavyo? Mimi sawa mawazo yangu naweza penda bakwe banatupashia sawa na kazi yetu na sisi tukwe tuko tunarizika. Sababu mwa hii kazi ya kufulamisha mgongo ni kazi ngumu. Ukianza fiagia soko yote mzima sherti magharibi ndo sikie mgongo inaluma. Ile ndo yenye sisi tunahitaji bakwe banatulipa tu kawaida sawa na kazi yetu yenye tuko natumika. Mama, tunakushukuru sana kwa hili. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kusikia namna gani wameweza kuzungumza mwanzo mpaka mwisho. Matatizo ambayo wafanyabiashara wanakutana nayo huku, baadhi ya wengine wanashindwa kabisa kuweza kuja kulema kutokana na tatizo ambalo limeweza kutokea hususa kwa upande wa tozo za sekta. Na wale watozaji wa fake, namna gani tatizo wanayokutana nayo, tutakwenda kuonesha wafanyabiashara biashara tofauti ambayo inapatikana katika soko yetu hii ya Kavumbwe. Muda wote ulikuwa nami Miraji Nurdi, nakumbusha tena usisahau subscribe YouTube channel yetu. Tunafika kila kona ya jamii kwa habari zenye ukweli na uwazi, elimu, michezo na burudani, kwa kila familia tunawaletea.
tunainua vipaji vya vijana, tunatangaza maendeleo ya wananchi, tunajenga umoja na matumaini. Kwa sauti moja ya Kazimia TV, kila siku tunatembea na ukweli, kila wakati tupo karibu na jamii, kwa upendo na uaminifu mkubwa. Hiyo ndio ahadi ya Kazimia TV. Kazimia TV, sauti ya wananchi. Kazimia TV, dirisha la maendeleo. Kazimia TV, mwanga wa ukweli, habari zetu ni za kuaminika daima. Kazimia TV, pamoja tunaendelea kwa maadili, upendo na mshikamano. Kazimia TV, fahari ya jamii yetu, tutangaa leo, kesho na milele. Kutoka kijijini mpaka mijini, habari zetu zinawafikia wote. Tunawaunganisha watu kwa taarifa na kujenga taifa lenye matumaini. Michezo, afya na mazingira,